Kwa majina anaitwa Wilba Boniface, ni mrajisi msaidizi wa vyama vya ushirika mkoa wa Mwanza. Sisi kama taasisi ya Tume ya Maendeleo ya Ushirika tunaendelea na ziara ama zoezi la utoaji wa elimu juu ya uadilifu, kuendelea kutangaza na kuelezea uadilifu kwa vyama vya ushirika katika kipindi cha masoko, lakini pia tunatoa elimu juu ya malipo haya kwa njia ya mifumo rasmi. Kwa sababu kwa muda mrefu sana zao la pamba limekuwa likifanya malipo kupitia pesa mbichi, pesa taslimu kwa kipindi kirefu sana. Mpaka leo tunavyoongea tuko karne ya 21 bado zao la pamba linatumia pesa taslimu. Sasa sisi ni jukumu letu kama Tume ya Maendeleo ya Ushirika tumeanza kwa kutoa elimu kwa viongozi wa kulima, lakini pia na watendaji wa vyama kwamba tunapaswa kutoka huko, na huo ndio mwelekeo wa serikali. Serikali imeshaelekeza malipo yote kwenye haya mazao ya kimkakati yanapaswa kupita kwenye mifumo rasmi ya malipo ambayo inatambulika ni aidha benki ama kwa njia ya simu. Kwa hiyo sasa sisi na timu tunazunguka kwenye maeneo yote. Tulianzia Kwimba, tuko Magu, Sengerema, tutakwenda Magu mpaka Misungwi, tuhakikisha kwamba elimu hii inawafikia na utekelezaji unafuata. Sambamba na hii elimu ambayo tunaitoa kipindi cha masoko ya pamba kuepukana na hizi fedha taslimu, tunao kampeni yetu ambayo imezinduliwa mwezi wa 4 tarehe 26 kama sijakosea, imezinduliwa na Waziri wa Kilimo, ambayo inasema linda ushirika, chagua uadilifu. Sasa tunawaeleza, mimi pamoja na wenzangu, nipo na timu, nipo na mkuu wa TAKUKURU mkoa, nipo na mkuu wa mashtaka mkoa, lakini na mimi mrajisi msaidizi wa mkoa, tunazunguka kuendelea kuieleza na kuinadi kampeni ya linda ushirika, chagua uadilifu, hasa kipindi cha masoko, kwa sababu tumegundua sehemu mojawapo ya ukiukwaji wa maadili kwenye vyama vya ushirika vya pamba ni eneo la malipo ya pesa taslimu. Limekuwa kwa kiasi kikubwa sana linasababisha ya malipo ya fedha badala ya kutumia malipo ya pesa taslimu kwenye zao la pamba, kwa sababu hili limekuwa likisababishia kukosa kodi za serikali, lakini limekuwa likisababishia kuingiza vyama kwenye hasara kubwa, kuvifilisi vyama, lakini pia imekuwa ikisababisha vyama kukosa ushuru wao kwa sababu wanaenda kukatwa zile fedha zilizopotea na makampuni, na tokeo vyama vinashindwa kujiendesha. Lakini vile vile serikali inaweza ikakosa takwimu sahihi za mzunguko wa fedha kwenye mauzo ya pamba kipindi cha msimu wa pamba. Ni jambo la muhimu sana tujue kwamba msimu wa pamba fedha zinazozunguka ziko kwa kiasi gani, sababu zinapita kwenye pesa mkononi. Kwa hiyo hata kuziona kwamba zimepita wapi, zimenunua kiasi gani, tunakosa takwimu sahihi za malipo ama mzunguko wa fedha kipindi cha msimu wa pamba. Kwa hiyo ni kitu cha msingi sana hicho ambacho kinasababisha pia uchumi wa nchi kukua, lakini kinaepusha watu kutokuwa waadilifu. Kwa mimi niseme, tunawaelekeza viongozi wa bodi, tumetoa elimu na tunaendelea kutoa elimu, tunazunguka almost mkoa mzima kutoa elimu hii na wao wakawafikishie na wakulima wao. Tunakutana na kwanza nianze kwa kuwashukuru ninyi wageni kwa kuja kwa ajili ya elimu hii na maelekezo haya. Maelekezo haya ni maelekezo ya serikali, na ni ukweli usiopingika kwamba hiki kilichozungumzwa kwetu ndio mpango wa serikali, na wala si tu mpango wa mrajisi wetu wa mkoa na timu nyingine, ni mpango wa serikali. Na kwenye hili mimi nishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini nishukuru bunge pamoja na mihimili yote kwa kuungana kwa ajili ya kulifikisha kwetu sisi wananchi. Ni ukweli kwamba tunapotoka kwenye hatua ya kutumia matumizi au kupokea fedha mbichi kwenda kwenye mifumo ambayo ni ya simu, ya kibenki, ya kidigitali, maana yake inatusaidia sisi kuepuka kutumia matumizi yasiyokuwa lazima. Kama alivyozungumza, siwezi kurudia sana, lakini ni kwamba unaweza ukapata leo hapa hata milioni 1, utakutana na mambo mengine, matokeo yako unatapanya ile fedha tofauti hata na mlengo uliokuwa umejiwekea. Lakini utakapokuwa umewekea kwenye account ama kwenye namba yako ya simu, maana yake matumizi itabidi uchukue kulingana na uhitaji unaotumia kwa wakati huo. Kwa majina mimi ni Abdul Mjanga, mkuu wa TAKUKURU mkoa wa Mwanza. Kwa nini
tuko kwenye vyama vya ushirika katika msimu wa pamba. Kama unafahamu, ushirika wana kampeni ya linda ushirika, chagua uadilifu. Sasa unapozungumzia dhana nzima ya uadilifu, unazungumzia ndani yake kuna mapambano dhidi ya rushwa. Sasa kumekuwa na ubadhirifu wa fedha za wakulima mara kadhaa kwenye vyama vya ushirika. Kumekuwa na matumizi mabaya ya madaraka yanayofanywa na viongozi wa vyama vya ushirika. Kumekuwa na pengine dhuluma mbalimbali zinazofanywa na wafanyabiashara katika kulipa malipo ya wakulima wanaokuwa wameuza mazao yao ikiwemo pamba. Kwa hiyo tumekuja hapa kuwasisitiza viongozi wa vyama vya ushirika kutimiza wajibu wao kwenye kusimamia vizuri vyama vyao, kwenye kuhakikisha wanakuwa ni waadilifu, na kupitia uadilifu huo basi wakulima wote na wanachama wote watapata haki zao kwa wakati na kulingana na mazao waliolima. Kama unavyofahamu kwamba moja ya jukumu la TAKUKURU ni kuzuia vitendo vya rushwa au vitendo vya ubadhirifu. Sasa hakuna kilichojificha nyuma yake isipokuwa ni kuendeleza kampeni ya kutoa elimu na kuzuia vitendo mbalimbali vya ubadhirifu wa fedha za wakulima au fedha za vyama, au kuzuia aina yoyote ya ulaghai pengine wa wafanyabiashara, au kuzuia upotevu wa fedha za wakulima kwa namna yoyote. Naitwa Joseph Mlunga Kahadi, katibu AMCOS Nyanchenche. Leo tumepata wageni wanaotoka kwenye ofisi ya mrajisi msaidizi wa mkoa wakiendelea kutoa elimu ya malipo ya zao la pamba kupitia mfumo rasmi. Mimi binafsi pamoja na viongozi wenzangu tumelipokea kwa kuzingatia kwamba ile itatupa usalama sisi ambao tuko tunapokea fedha, kwa sababu unapopokea fedha wakati mwingine pesa nyingi unalala huna amani. Sasa hii itatupa amani kwa sababu tupokee fedha ya mtu. Kwa naufurahia, lakini pia japokuwa kila kitu kinakuwa na faida na hasara. Unaweza kuona kwa mkulima labda anaweza kuwa anadai shilingi 20,000 kuitoa kwenye M-Pesa itamgharimu kukata pesa kidogo. Kwa hiyo kuna hasara kidogo, lakini hakuna kitu cha faida kika